kungoja mbele ambayo inastahili uyatekeleze. Haleluya. Amen. Na kwa hivyo hapa mnenaji anataka watu waendelee mbele. Watu wasibakie mahali ambapo walipo. Watu wachukue hatua ya kuendelea mbele. Ikiwa uliokoka, inafaa kukuwa na dalili ya wewe kuchukua hatua tangu siku ulipookoka. Ukiwa uliokoka, wewe kuna kitu ambacho unastahili kukuwa unafanya katika ufalme wa mbinguni. Amen. Ikiwa uliokoka, wewe unastahili kuonekana kama taa na chumvi ya ulimwengu unapokuwa katikati ya watu wengine wasiomjua Mungu. Amen. Ikiwa uliokoka, unapoingia katika nyumba ya Bwana kutakuwa na tofauti, hata katika maombi yako, hata katika kutoa kwako, katika jinsi ambavyo unavyoenenda katika safari yako ya wokovu. Ukiwa umeokoka, lazima kukuwa na tofauti wakati ambapo ulikuwa bado haujaokoka na wakati huu. Hiyo ndio hatua ambayo mnenaji anazungumzia, ya kwamba tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tufikirie utimilifu. Amen. Kufikiria utimilifu. Let us go on unto perfection, ya kwamba tusibakie mahali pale pale wakati ambapo tulipookolewa. Inastahili tuchukue hatua, kwa sababu wokovu ni kutoka katika hatua kwenda katika hatua nyingine. Na kwa sababu ufalme wa mbinguni, Mungu anahitaji watendakazi, na hahitaji watendakazi ambao ni watoto katika kiroho. Anahitaji watendakazi ambao wamekomaa, wale ambao wako tayari kukula mifupa. Amen. Na maandiko yanapozungumzia kuhusu maziwa na mifupa, yanazungumzia tu kuhusu neno la Mungu, yanazungumzia kuhusu mafundisho, ya kwamba kuna yale mafundisho ambayo ulipoingia katika nyumba ya Bwana yalikuwa mafundisho ya kwanza ili kukuleta katika ufalme, ili kukuleta katika wokovu. Lakini hatutaendelea kuyanena tu hayo mafundisho muda baada ya muda. Inastahili hayo mafundisho yabadilishwe, kwa sababu kuna mambo mengi katika ufalme wa mbinguni unastahili kuyafahamu. Amen. Na haya mafundisho ama hili neno la Mungu hautayafahamu wewe ukiwa mtoto, kwa sababu jinsi tunavyojua watoto hawawezi fahamu mambo ambayo ni magumu.